Katika stage ya pili tunaangalia miaka 12 na zaidi kwa mtoto wa kiume. Miaka 12 na zaidi katika mtoto wa kiume. Na katika mtoto wa kiume tunaangalia vitu muhimu ambazo kwamba zinafaa kuangaliwa ni akishabaleghe mtoto wa kiume. Kwa hivyo katika mtoto wa kiume kuna vitu muhimu ambazo kwamba alikuwa akifikisha umri zaidi ya 12 katika jamii, baba na mama wanajua tayari huyu anafaa kupitia katika stage na stage moja ambayo kwamba alikuwa anapitia mtoto wa kiume ni initiation, kupashwa tohara. Hii ilikuwa ni katika desturi na katika sehemu kubwa sana katika jamii, licha kwamba kuna jamii zingine ambazo kwamba mfano hazina, lakini wengi katika familia walikuwa wanahakikisha kwamba mtoto wa kiume amepashwa tohara. Na hii kupashwa tohara kulikuweko na vitu ambavyo kwamba mtoto wa kiume alikuwa anafundishwa, na kuna baadhi ya vitu ambavyo kwamba alikuwa akifanya katika miaka ya nyuma akishapashwa tohara hawezi fanya. Mfano, kama alikuwa analala na wenzake, alikuwa anatengewa nyumba yake. Yaani ukitoka hapa baada ya kupashwa tohara unapewa nyumba yako ambapo kwamba unaanza nayo maisha. Sasa utakuwa sasa umehama, umetoka katika grupu ya wenzako, kama ni watoto wenzako katika familia, au kama ulikuwa unalala pengine na sehemu. Sasa unakuwa kwamba unapewa chumba chako ambacho kwamba waanza kulala kwenye chumba chako, na kutoka kwenye chumba chako majukumu mengine unaanza kufundishwa ambapo kwamba yanahusiana na wewe kupashwa tohara. Kwa hivyo hii ilikuwa ina mark stage. Hii stage ilikuwa ina mark kwamba mwanaume ashakuwa mkubwa. Na sasa hapa ndo mwanaume alikuwa anaruhusiwa kuoa. Yaani baada ya kupashwa tohara na una nyumba yako na unajua namna ya kujitafutia, namna ya kujiletea, namna ya kujihudumia, ulikuwa waruhusiwa sasa kuingia katika stage inayofuatia ambayo kwamba ni ya kuoa. Na hii stage ndio tutakuja baada ya kumaliza hizi tutaizungumzia. Sasa hapa tayari ashakuwa mwanaume kamili. Sasa lakini kuna jukumu kubwa ambalo kwamba hapa mtoto wa kiume yafunzwa ndio sasa awe amekamilika ama anajielewa. Na hapa tunazungumzia kwamba mtoto wa kiume hapa alikuwa ni protector. Yaani moja katika mafunzo makubwa au mafunzo ambayo kwamba yanajionyesha au yanatoka nje kwa wepesi ama inafahamika kwa haraka ama ilikuwa inaeleweka, ni kwamba mtoto wa kiume alikuwa ni protector. Na tukizungumzia protector hasa, yani tunakusudia safety and security. Mtoto wa kiume alikuwa anafundishwa safety na security. Safety ni kwamba lazima uweze kuweka mazingira kwa nyumba yako ambayo kwamba ni ya amani. Yaani haufai kumpiga mke wako ukioa. Yaani kuna watu wakioa mke anakuwa sasa ni lile mpira la dondia, inakuwa ni kama gunia fulani ya kufanyia mazoezi. Yaani utapata cha ajabu kwamba yani mtu yuapiga mke wake sana vibaya pasina hatia. Yaani ashakuwa ni kama ni gunia la kufanyia mazoezi. Kila kigogo ni ngumi, kofi, nini. Na leo hii tunasema kwamba kwa sababu vijana wengi hawafunzwi
au wavulana wa leo hii, wazazi hawana hili somo la kumfundisha kwamba mtoto kwamba anafaa kuwa protector, ni kwamba sio tu kumfanya mtoto wa kike au kumfanya mke wake kwamba ni mtu wa kupigwa. Na ndio naona mtoto wa kiume alikuwa ana ghera mpaka kwa dada yake, yani alikuwa ndio mwenye kuchunga dada zake na wadogo wake walioko chini yake, na hata kitu kibaya kikifanyika ako tayari kuja mbele kuweza kumlinda mwenzake. Sasa hiyo ulinzi ambao kwamba umefundishwa kumlinda dada yako au kumlinda mdogo wako ambao kwamba kwa chini yako, ndio inakufunza wewe kama mtoto wa kiume kwamba vile vile mke wako yafaa kufanya nini? Kulindwa, wala hafai kupigwa tu kama gunia la kufanyia mazoezi. Na kunao watu ambao kwamba kunao wanawake ambao kwamba wanauguza kwa sababu ya hii sifa, wamepata majeraha, wengine wameuliwa, wengine wamepigwa vibaya, kwa sababu mwanaume akiingia ni mangumu, kila akiuliza kitu kama isipojibiwa ni ngumi ama teke. Mpaka hata watoto pia kwenye nyumba, watoto pia wanaogopa baba. Watoto wakisikia baba anaingia na gari ama baba amefika, wote wanakimbia kwa nyumba kwenye sitting room, hawawezi kupata. Na hii haimaanishi kwamba sasa ikiwa mtoto wa kiume yafunzwa kwamba asimfanye mwenzake kuwa gunia la kufanyia mazoezi, kwamba sasa mtoto wa kike naye asikose kuwa na heshima. Hapana, ni kwamba heshima yafaa kuwa, lakini kama mume wa nyumba, mume kwenye nyumba, hufai kunyanyua mkono wako, hufai kumfanya mwenzako, kumpa mwenzako majeraha katika mwili kwa kumpiga na kumfanya kwamba ni kitu ambacho kwamba cha kutandikwa tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwezi piga hivyo dada yako, huwezi piga hivyo mama yako. Sasa haya mafunzo kwamba huyu dada yako mtunze, mlinde, usimpige, usimfanyie viki, vile vile mume wako, vile vile mke wako ukimwoa, yafaa vile uweze kumtunza. Alafu hii security mara mingi inakuja katika uaminifu, kwamba mmeona mara mingi watu wakisema kwamba mwanaume ni kichwa cha nyumba, si ndio? Hapa tunaangazia kitu ambacho kwamba inaitwa leadership, uongozi, kwamba mwanaume ndiye anayefaa kujua na kupeana mwelekeo kwamba maisha haya ya ndoa mlionayo yanaelekea vipi. Na ndio unaona alikuwa anapewa nyumba baada ya kupaswa tohara, yapewa chumba chake ili aweze kupanga namna gani atasonga mbele. Kwa hivyo akiendelea na kama ana mipango na amefundishwa vizuri, atavunja ile nyumba, atajenga ingine, na hii inaonyesha progression kwamba ni mtu ambaye kwamba anajipanga katika maisha yake ya usoni, kwamba anayo mwelekeo ambayo kwamba mwelekeo huo anaweza kupanga anaenda wapi. Kwa hivyo wakati anapooa tayari anajua kula na kwenda. Kwa hivyo mke wake hatopata shida, atamsaidia tu katika hili la kuongoza, kwa sababu inamfanya huyu mwanamke anakuwa hana insecurity, kwamba unakaa na mtu na hamjui mnaelekea wapi, hamjui maisha usoni mko vipi nyinyi wawili, ima kihali ya mali mko vipi, au kimaendeleo mko vipi, au hakuna uaminifu ama hakuna uaminifu. Na ndio hii unapata kuna ile vitu tunaita unclaimed assets, kwamba kunayo mashirika mbalimbali ambapo kwamba yako na mali, rasilimali za watu, lakini hizo rasilimali za watu hakuna mtu ambaye kwamba yaweza kwenda kuzifuatilia kuzichukua, kwamba hajulikani huyu mtu baada ya kufa nani mke wake, nani, yani hakuna mtu yote ambaye kwamba aliweza kuweka chini. Kwa sababu gani? Insecurity. Waona leo hii inaleta shida sana katika nyumba mingi, na madamu mtoto wa kiume au madamu maisha leo hii imekuwa ni maisha ambayo kwamba imeleta kuto kuaminiana, inaleta
shida hii ya security katika maisha. Watu wana mali zao wanaficha. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamtambui, kwa sababu hakuna uaminifu baina yake na mke wake. Au vile vile mwanamke pia vile vile hana uaminifu na nani? Na mume wake. Kwa hivyo anaona kwamba hapa hakuna future, hakuna maisha usoni na huyu jamaa. Kwa hivyo huyu jamaa akiwa akipata pesa au ana mali, yaogopa kuweza kumwambia mwenzake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamuamini ama hakuna uaminifu. Alafu cha pili, baada ya kukosekana uaminifu na amani katika ndoa, kinachokuja cha pili ni kwamba mali vile vile anaanza kufichika. Sasa hapa ndio unapata watu wana mali katika ndoa, lakini kila mtu ameficha mali yake. Mwanaume hajui mali ya mke wake na mwanamke hajui mali ya mume wake, na kila mmoja anaficha kwa sababu anaogopa huenda pengine mwingine akijua hamwamini ama itakuwa na shida. Kwa hivyo ima mwanamke anaficha mali yake aweze kula mali ya mume wake, au mwanaume analisha familia yake kwa asili ya mali kidogo, wengine anaficha kwa sababu anaogopa huyu akijua mali yangu iko wapi italeta shida. Na hii inavunja ndoa leo hii katika jamii tunayoishi leo hii. Kunao wanawake ambao kwamba wametoka na wakaweza waua waume zao kwa sababu hii insecurity. Hajui mali itapatikana vipi. Kwa hivyo anamuua mume wake ili aweze kuchukua mali yake. Kuna wanaume ambao kwamba wamekufa, wameacha watoto zao wanateseka, lakini mali wako nayo, isipokuwa hawajaonyesha wake zao mali zao ziko wapi, au hakuna anajua mali yao. Kwa hivyo mtoto wa kiume alikuwa anafundishwa kwamba mpe amani mke wako ukiwa naye, na umtunze na umlinde, kwa sababu hii ikikamilika, ikipengele kikamilika, then security inaingia automatic, kwamba nyote mnakaa mko pamoja, mnajua mko katika njia moja na nyote mnasaidiana na kila mmoja ako tayari kusimama na mwingine. Kwa hivyo mambo ya trust inakuwa iko sawa. Betrayal hakuna chapata. Na ndio unaona leo hii katika mambo yanayofanyika leo hii katika maisha ni kwamba utapata mtoto wa kike anapigana sana kupata mali, alafu akipata mali akiwa kwenye ndoa anafanya nini? Anatoka kwenye ndoa, kwa sababu anajideclare kwamba ako huru sasa, hataka kuwa chini ya mwanaume. Na naona wanaume vile vile pia wanaogopa wanawake kwa sababu hawaamini. Pia wanaficha mali yao ili mke wake asijue mali yao, kwa sababu anasema huyu akijua kwamba nina mali yangu ataanza kunipangia namna gani nafaa kutumia hii mali. Na kuna fikra mbaya, kuna fikra potovu ambapo kwamba siku hizi zinafahamika, hata mnasikia kwenye TV ama kwenye podcast watu wakisema kwamba ati mali ya mwanaume ni yetu na mali ya mwanamke ni ya mwanamke. Hii kitu hakuna katika Uislamu. Mtu asikudanganye kwamba Uislamu umesema hivyo. Uislamu kama ingekuwa kwamba mali ya mwanaume ni ya kila mtu, ni ya mwanamke na mali ya mwanamke ni ya mwanamke, then urithi ni nini katika Uislamu? Katika Uislamu kuna urithi, sivyo? Na urithi imekuja kwa sababu gani? Kuonyesha kwamba hii mali inabaki kuwa ya mwanaume mpaka pengine afe ndio unaweza kuirithi, au mali ya mwanamke inabaki kuwa yake mpaka afe ndio unaweza kuirithi. Lakini anayo hiari mwanamke kutoa mali yake tumie katika nyumba yako, wala hakuna shida. Na vile vile mwanaume ni jukumu lake kuhakikisha kwamba ni lazima mke wake anapata yale mambo muhimu ambayo kwamba anahitaji katika ndoa. Kwa hivyo hata ukila katika mali ya mume wako wala kiwango ambacho kwamba ni cha haja, dini imekuruhusu kula, wala si wachukua tu kwa sababu mume ni wako, mali ni hakuna kitu kama katika dini ya Uislamu. Na ndio hapo ndo penye mtoto wa kiume anapata shida katika maisha leo hii, maisha ya dunia ambapo tunaishi, maisha leo hii tunaoishi leo hii, mtoto wa kiume anapata shida sana, na imefanya kwa sababu kutokuwa na uaminifu katika ndoa, imechangia mtoto wa kiume kuficha mali yake, na kwa sababu ya kuficha mali inakuwa ni shida kubwa, kwa sababu ikiwa atafariki mtoto wake, kuna possibility kubwa sana kupata shida, kwa sababu mali ya baba haijulikani kwa wapi.
Kwa hivyo mtoto wa kiume alikuwa anafundishwa safety, kwamba ni protector. Kwa hivyo aangalie safety ya familia na aangalie security ya familia, kwamba kila kitu iko sawa, kuna uaminifu, mali, kila mtu anajua vile kila kitu kinaenda katika familia. Na ndio watu wanakuambia kwamba marriage ikipatikana na hizi vitu mbili, shida hizi mbili, kuvunjika ni rahisi. Kwa sababu hapa vitu mbili zikipatikana, watu wanaanza kuishi kama wezi kwa nyumba. Mke akipata mali yako anaficha ama anachukua bila kueleza, na mwanaume vile vile pia akipata mali ya mwanamke anaiba, yaani wanaishi kama wezi wawili kwa nyumba. Kwa hivyo hizi ni muhimu sana. Sasa kwa mtoto wa kiume alikuwa anafundishwa hizi vitu viwili, ili malengo nini? Familia iweze kukua sawa. Sasa kwa hivyo alikuwa akija akioa tayari anaelewa ni nini kinachofaa kuwa, na anaelewa kulingamana na hizi sifa mbili, kwamba yule ambaye kwamba atakayemuoa lazima aweze kuwa kuna uaminifu na kuna usalama. Uaminifu katika ndoa yao na usalama wa rasilimali zao, ambao kwamba leo hii ni mtihani mkubwa sana. Leo hii ukizungumzia mambo ya safety na security, utapata ndoa mingi na shida kubwa, na inatoka hapa, asili yake ni hapa. Na madamu mtoto wa kiume hajafundishwa sehemu hii, anajipata ima katika changamoto kubwa. Wakati huu atadanganywa, ataibiwa, na kuna wengi wamepoteza mali yao kwa sababu ya ndoa. Watu wa kiume wengi wamepoteza mali yao kwa sababu ya ndoa, kwa sababu hawakufunzwa kwamba akiwa na mali, akiingia kwenye ndoa, lazima mtafute mwenzake ambao kwamba atakuwa na uaminifu na usalama katika ndoa yao na katika mali yao. There's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my